Karibu kwenye Maisha na Neno, uzima kwa wote. Hapa tupo ili kuleta habari, mafunzo, maombi na maneno yenye nguvu kwa kila mmoja wetu. Usikose kila kipengele, maana kila neno ni alama ya uzima na mafanikio katika maisha yako. Hapa ndipo maisha yako yanaanza kupata mwangaza mpya. Somo la 8: maamuzi na uongozi katika ndoa na familia. Swali: je, uongozi wa ndoa na familia ni lazima uwe wa mume tu au ni jukumu la pamoja? Na maamuzi tunayoyafanya kila siku yanawaathirije wale tunaoishi nao na vizazi vinavyokuja? Karibu katika Maisha na Neno. Subscribe, comments, like na share kama bado haujafanya hivyo. Tuanze darasa letu. 1. Maana ya uongozi katika familia. Biblia inasema katika Waefeso 5 mstari wa 23, mume ni kichwa cha mke kama Kristo alivyokuwa kichwa cha kanisa. Uongozi wa ndoa na familia si kupiga sheria au kuamuru bila kusikiliza. Ni huduma ya kiroho inayojenga heshima, upendo, nidhamu, usimamizi wa rasilimali na muda. Familia inahitaji mtu au wawili wanaoongoza kwa hekima, wakitumia neno la Mungu kama mwongozo wa kila uamuzi. Uongozi ni mfano, sio nguvu ya kumdhibiti mwingine. 2. Maamuzi katika ndoa. Maamuzi ya ndoa ni muhimu kwani huunda misingi ya amani, mazingatio ya kifedha, maono ya familia, malezi ya vizazi vinavyokuja. Biblia inatuonya katika Mithali 3 mstari wa 5 hadi 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mifano ya maamuzi sahihi: kujenga ratiba ya maombi ya familia, kudumisha mawasiliano mema kati ya wanandoa, kuweka mipaka katika matumizi ya fedha, kuandaa malezi yenye maadili na hekima ya kiroho. Mifano ya maamuzi mabaya: kutokusalimiana au kushirikiana katika maamuzi, kutokuwa na mpangilio wa kifedha, kuacha migogoro isiyokuwa na suluhisho, kutoweka Mungu katikati ya ndoa na familia. 3. Uongozi kama huduma. Biblia inasema katika Marko 10 mstari wa 42 hadi 44, Yesu akawaita akawaambia, mnajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote. Uongozi wa ndoa ni kutumika, si kutawala. Kuweka mahitaji ya familia mbele ya maslahi binafsi. Kuongoza kwa mfano, sio kwa hofu. Kuweka baraka na maadili ya kiroho katikati ya kila uamuzi. 4. Maamuzi ya kiroho katika familia. Maamuzi ya kiroho husaidia familia kushinda migogoro ya kila siku, migogoro ya kifedha, migogoro ya maadili. Biblia inatuambia katika Yakobo 1 mstari wa 5, kama mtu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu naye atapewa. Mfano wa kiroho: kuamua kutumia muda maalum wa familia kila siku kwa maombi na kusoma Biblia. Kuamua kushirikiana katika malezi ya watoto. Kuamua kumtanguliza Mungu katika kila mradi wa kifedha. Maamuzi haya huunda familia yenye uthabiti, amani na baraka zisizo na kipimo. Hitimisho. Rafiki yangu, uongozi na maamuzi katika ndoa na familia ni msingi wa kila baraka. Weka Mungu katikati ya kila uamuzi. Uongoze kwa mfano, sio kwa nguvu. Fanya maamuzi yanayojenga, si kuyaharibu. Tafakari kila hatua unapokuwa pamoja na mwenza wako. Familia yenye uongozi sahihi na maamuzi ya hekima ni mfano wa baraka kwa vizazi vinavyofuata. Ndoa hufanikiwa si kwa bahati tu, bali kwa mpango, nidhamu, hekima na huduma ya kiroho. Tafakari. Je, uongozi wangu katika ndoa au familia unaonyesha huduma au kutawala? Je, maamuzi yangu ya kila siku yanaunda au kuvuruga amani ya familia? Ninawekaje Mungu katikati ya kila maamuzi?
Je, ninaweza kuboresha uongozi wangu kwa mfano wa upendo na heshima? Wacha nijitafakari. Ni hatua gani ya leo itakayoongeza baraka za familia yangu? Hongera mwanafunzi mwema. Somo linalofuata ni hitimisho la semina hii. Tutakuwa na mambo kidogo ya kujadili pamoja na maombi ya hitimisho. Kisha nitakwambia tutaingia kwenye semina ipi. Tujiandae, usikose. Ninaweza kuwaombea sasa. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na heshima kuu. Tunakushukuru kwa neno lako lililotufundisha kuhusu maamuzi na uongozi katika ndoa na familia. Tunatambua ya kuwa bila hekima yako, maamuzi yetu yanaweza kutupeleka mbali na kusudi lako. Bwana, tunawaweka mikononi mwako wote wanaofuatilia somo hili. Wajaze roho ya hekima, ufahamu na utambuzi sahihi katika kila uamuzi wanaofanya. Kama ilivyoandikwa katika Yakobo 1:5 kwamba mtu akipungukiwa na hekima na aombe. Tunakuomba uwape hekima ya kiungu ili waongoze familia zao kwa haki na kwa hofu yako. Bwana, tunawaombea mwanandoa, uwape moyo wa kusikilizana, kuheshimiana na kushirikiana katika maamuzi. Ondoa roho ya ubabe, kiburi na ukaidi, na badala yake jaza mioyo yao unyenyekevu na upendo. Wasaidie kuelewa kwamba uongozi wa kweli ni huduma, si kutawala. Kama neno lako linavyotufundisha katika Waefeso 5:23, tunakuomba uongozi wao uwe mfano wa Kristo, wa upendo, kujitoa na uwajibikaji. Mungu mwenye nguvu, tunakuomba uingilie kati kila mahali ambapo kumekuwa na maamuzi ya haraka, maamuzi ya hasira au maamuzi yasiyokushirikisha wewe. Rejesha mpangilio wa kiungu katika familia zao. Wafundishe kusimama pamoja, kupanga pamoja na kushauriana kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Kama ilivyoandikwa katika Mithali 11:14 kwamba pasipo mashauri watu huanguka. Tunakuomba uwape roho ya mashauri na umoja. Bwana, tunawaombea pia wachumba na wale wanaojiandaa kwa ndoa. Wajifunze mapema kufanya maamuzi sahihi, kuweka Mungu katikati ya mipango yao na kujenga msingi wa uongozi wenye heshima na uwajibikaji. Wasaidie wasiongozwe na hisia tu, bali waongozwe na neno lako na Roho wako Mtakatifu. Baba, tunatangaza amani katika familia zao, mwelekeo katika maisha yao na uthabiti katika uongozi wao. Fanya nyumba zao ziwe mahali pa utaratibu, upendo na uwepo wako. Wafanye kuwa mfano mwema katika jamii, wakionyesha hekima ya Mungu katika kila uamuzi wanaofanya. Tunawaweka mikononi mwako, tukiamini kwamba utaendelea kuwaongoza, kuwalinda na kuwainua katika kila hatua ya maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.